Bwana, karibu tu ya chakata yale ya kimichezo. Niko na mchambuzi Alex Ngereza kuyachakata yale ya kimichezo. Alex, bwana, mambo vipi? Niko vizuri. Tumeona namna ambavyo Simba wamemtambulisha kocha wao Steve Barker, kocha wa Afrika Kusini. Pengine wewe unamtambua vipi na Simba wameona nini kwake mpaka kumsajili? Of course ni mwalimu ambaye watu walimuona kabla kuja kujiunga na klabu ya Simba. Ukumbuke ni kocha Stellenbosch kwa muda mrefu sana, na Simba wamependa kile ambacho amekifanya akiwa na Stellenbosch. Lakini Stellenbosch ni timu ndogo tofauti na timu kama Simba. Simba ni timu kubwa. Simba ni timu ambayo inahitaji kupata makocha wakubwa pia ambao wana CV kubwa zaidi. Simba ni timu ya 5 kwa ubora barani Afrika, so unahitaji kuwa na kocha mkubwa zaidi. Wao wameona kama kocha Steve anawafaa zaidi, lakini kwangu mimi nafikiri Simba walipaswa kupata kocha wa daraja la juu zaidi, kocha mwenye experience kubwa zaidi, kocha ambaye ni mkubwa zaidi kuliko Steven, kwa sababu mpira wa Afrika una mambo mengi. Kuna wakati unahitaji experience ya mwalimu, unahitaji experience ya wachezaji. Ukitazama profile yake na ligi yetu, anaweza akafanya vizuri kwenye ligi yetu kwa sababu hatofautiani uwezo mkubwa na makocha wengi wa hapa ndani. Ni kocha wa kawaida ambaye hata hapa ndani wanapatikana makocha wa aina hiyo, lakini kumtoa hapa kumpeleka nje ndio unahitaji sasa hiyo experience kubwa zaidi. Sasa target ya Simba ni ndani na nje. Sasa unatakiwa na mwalimu ambaye anaweza kukusaidia kufika kwenye target za nje na kufika kwenye target za ndani. Kama ukiwa na mwalimu ambaye hana experience kubwa, ni ngumu kukusaidia kwenye hizo target za nje. Huyu ni mwalimu mzuri, lakini hana experience hiyo kubwa ya kuwasaidia Simba kwenye mashindano ya kimataifa. Ndio maana nasema ni kocha wa kawaida ambaye hata kama ungemchukua mtu kama Mgunda bado ni kama yeye tu. Tofauti yetu ni kwamba huyu ametoka nje na Mgunda ni wa hapa ndani. Kwa kweli ilikuwa haina maana ya kutoka nje. Kwa sababu wote analingana, yani huwezi kuwatofautisha kwa kiwango hicho. Yani tofauti hapo kwenye uraia, ukiondoa uraia wa Mgunda na yeye yule, hapo ndio kwenye tofauti. Lakini ukija kimbinu, kiufundi, sio kwamba Stellenbosch ilipiga mpira mkubwa wa kiwango hicho cha kufanya labda Afrika ishangae, umeelewa? Au kupiga mpira mkubwa hivyo ya kusema kwamba labda Simba labda washauriwa kiwango hicho. Ilikuwa anacheza mpira wa kawaida tu ambao hata Simba ilikuwa anacheza mpira mkubwa kuliko wao. Nafikiri kuna sababu zingine ambazo zimepelekea akamchukua, labda ni cheap coach, labda hawatumii gharama kubwa, hakutumia gharama kubwa kumpata, pengine hiyo ndo sababu amepelekea akamchukua, lakini sio kocha mkubwa wa kiwango hicho cha kusema kwamba anawatingisha wapinzani au ana uwezo wa kutingisha kwenye bara la Afrika, kwamba ni kocha ambaye atakuja na vitu vingi zaidi. Kwa hiyo nafikiri kwa Simba wao wameona kuwa wanawafaa, lakini kwa ubora wa Simba na malengo ya Simba, nafikiri kwangu watakiwa kuwa na kocha ambaye ana profile kubwa zaidi kuliko huyu. Pengine Simba wamekwenda kurudia makosa yale ambapo tuliona namna ambavyo kocha Dimitar Pantev alipopatikana na namna ambavyo wamemchukua sasa Steve ambaye pia walikutana naye katika kombe la shirikisho. Pengine wanarudia mfumo ule wa upatikanaji wa kocha. Of course ndicho ambacho unakiona, na mimi kidogo inanifikirisha. Na nilikuwa nawaza vitu vingi kweli, kwamba inaonekana pia Simba wapo serious sana kwenye mambo yao. Inawezekana wapo serious sana kwenye mambo yao, kwa sababu ukiwa uko serious sana, maana yake utafanya vitu vyako in a serious way. Kwa hiyo utakuwa serious kwenye kuratibu mambo yako. Ukiwa uko serious, hautakuwa serious kwenye kuratibu mambo yako. Sasa malengo ya Simba ni kufika nusu finali ya klabu bingwa barani Afrika. Sasa unapotafuta kufika nusu finali ya klabu bingwa barani Afrika, lazima uwe na mwalimu ambaye amewahi kufika kwenye hizo hatua na au ana experience ya kufika kwenye hizo hatua. Sasa ukiwa unaona timu inaleta mtu ambaye hana hata hiyo experience ya robo finali kwenye michuano mikubwa kama klabu bingwa, unamchukua wa nini? Yule amefika robo finali kwenye kombe la shirikisho, sio kwenye klabu bingwa. Kafika nusu kwenye kombe la shirikisho na sio klabu bingwa. Ambao Simba ameshafika finali kwenye shirikisho. Manake Simba inahitaji kupata mwalimu ambaye ana high profile kuliko huyu ili aweze kuipush Simba ifike nusu finali kwenye klabu bingwa barani Afrika. Kwa huyu anaweza kweli akachanga karata zake vizuri na akafanikiwa,
lakini sioni kama inaweza kuwa rahisi kwa kiwango hicho ambacho watu wanaona. Wata struggle sana hapo katikati. Anaweza akawasaidia, lakini lazima pia wamvumilie, kwa sababu Simba kama timu Unaona ina changamoto zake nyingi. Sasa kwenye kumvumilia hapo ndo napata mashaka kwamba pia wanaweza sifanyaje, wanaweza wasimvumilie kwa kiwango hicho, kwa sababu unajua huyu ni mwalimu ambaye ana kwenye mpira wa Afrika amehudumu sana kwenye ligi ya South Africa. Ndio. Nje ya ligi ya South Africa amehudumu kwenye hiyo misimu miwili kwenye michuano ya kimataifa, ambao ni msimu wa mwaka jana, msimu huu ambao sasa kujaji nini atakiofa ndani ya Simba ni mpaka uone akifanya kazi. Ingawa ndani ya Simba anapata advantage ya kuwa na wachezaji ambao kidogo profile zao pia ni kubwa, ziko juu kuliko wachezaji ambao amefundisha pale South Africa. Mimi kwangu sioni kama Simba wanaweza kufanikiwa kirahisi chini yake. Ila wakimvumilia wanaweza kuja kufanikiwa baadaye. Sasa je, Simba watakuwa tayari kumvumilia? Hapo ndio kwenye changamoto nyingine ambapo mimi sioni kama inaweza kwenda kutokea. Yaani Simba hawezi kupoteza michezo miwili mitatu akuvumilie. Hawezi kuambia tunajenga timu upya akuvumilie, ni ngumu. Kwa namna unavyomtazama kwa wasifu wake, anaweza kuendana na soka la Simba? Kwa falsafa ya Simba anaendana naye. Mfumo, namna ambavyo timu zake huwa zinacheza na Simba ilivyo huwa vinaendana. Lakini kufanana mifumo ya alikotoka na Simba haimaanishi kwamba Simba inaweza kumsaidia yeye kufikia malengo. Bado wanaweza kawa mnaendana kimifumo, kimbinu na nini, lakini mkashindwa kuendana kwenye maisha, kwenye utamaduni ule wa kila siku, yaani kuishi kila siku. Kwa inawezekana wewe unataka labda timu inacheza labda na 4-3-3. Lakini kwenye 4-3-3 unahitaji labda winga wako wa pembeni afanye majukumu labda mawili mpaka matatu. Unakuta ndani ya majukumu sio wachezaji, unakuwa na wachezaji ambao hawezi kumiti hayo kwenye majukumu ambayo wewe unataka wayafanye. Ina maana utaenda kuingia sokoni utafute mchezaji mwingine. Sasa kwenye kuingia sokoni maana lazima wewe na viongozi mfanyeje? Mkae mzungumze na mkubaliane. Kwa hiyo kwenye hivi vitu kwenye falsafa wanafanana. Ana miti kabisa. Lakini kwenye kufanikiwa, hata kama wanafanana kwenye falsafa, ni mchakato ambao unahitaji muda na vitu vingi ndani yake pia viweze kubadilika kwenye utendaji huku, waelewane vizuri na nini. Kwa sababu sasa hivi inaonekana kama ndani ya Simba ni kama kuna vitu haviko sawa. Na ndio maana unaona makocha ambao wameondoka siku za hivi karibuni ni kama hawajafukuzwa, ila wameamua kuondoka. Kwa mfano Fadu David hajafukuzwa, ila aliona hapa Stoboy akaamua kujipunguza. Pantev naye ukimsikiliza akiongea unagundua kwamba huyu sio kwamba kaondoka kwa kupenda, ila ni kama kajipunguza kwa sababu ya changamoto ambazo zipo. Ukifuatilia kauli ya Ahmed Suleiman Morocco wakati ule alipoondoka Simba, alisema Simba wana timu nzuri lakini hawana umoja. Wawe na umoja. Unayokusikiza unagundua kwamba kuna kitu hakiko sawa. Kwa hiyo ukiangalia matukio ya hivi karibuni inaonekana kwa kuna vitu haviko sawa ndani ya Simba ambao sasa vinasababisha sasa Simba inazidi kurudi nyuma zaidi. Sasa hizi changamoto za ndani zinaweza kupelekea pia hata mwalimu akafanya vibaya.